nasi ndani yetu. Bwana utulinde, ututende makubwa katika sehemu ya kuabudu Bwana siku hii njema. Pia tunanyenyekea mbele zako kulingana na maandiko Bwana, ombeni bila kukoma. Na ndio tunakuja mbele zako tena Bwana wa majeshi katika sala zetu, tukijinyenyekesha katika sehemu ya maombi. Bwana, zungumza na watumishi wako kwa wakati huu ambao wanaipitia hali hizi ngumu. Bwana, zungumza na maisha yao wakati huu ambao wanapitia changamoto za hapa na pale. Bwana, watumikie katika safari ya kila siku. Nafasi hii njema kabisa ni nafasi ya kumtumikia Mungu na kumwabudu katika roho na kweli, na kuweka maombi yetu kwa pamoja, kumwambia Bwana ainuliwe kwa ajili ya maisha yetu. Tukuze Bwana wa majeshi kwa umbali huu umetulete. Uinuliwe Bwana kwa wema na fadhili zako tupazo siku zote. Siku hii nzuri Bwana, tunaombea kazi za mikono ya wahuduma wanaofanya kazi ya biashara, wanaamka mapema kwenda kutafuta vitu vya kuuza mchana. Tunawaombea na kuna wale ambao wanauza tu mboga, wanauza tu mahindi choma, wanauza tu peremende. Katika hali hizo zote Bwana, tunawaombea wakati huu, biashara yao ionekanaye ndogo Bwana, ilinde na kuitunza biashara hiyo, na sasa na kuifanya kuwa kubwa tena ya baraka. Bwana, tunaombea hao wote ambao wamefungua vinyozi sasa hivi wanajiandaa kwa ajili ya kuwanyoa watu vichwa vyao. Tunaomba neema Bwana ikawe juu yao. Hao ambao wana saluni siku zote Bwana, wape neema katika kazi ya mikono yao, waneemeshe katika kazi hizo. Bwana wa majeshi, tunaombea maduka yote. Watumishi wako wamenifungua maduka, wengine ni maduka madogo madogo, na wengine wamefungua maduka ambayo yana vitu vingi. Tunaweka maduka chini ya ulinzi wako, ya kwamba Bwana unawapa wateja katika maduka yao na jina lako linainuliwa. Tunatangaza baraka za kazi ya mikono yao, maana wanaguza kazi. Bwana, wanauza manguo, wameamka mapema kwenda kutafuta nguo watakazoziuza mchana. Tunatangaza rehema za Baba na nguvu zako juu ya maisha ya kila mmoja. Rehema yako inawatosha Bwana wa majeshi kwa biashara unaifanya. Kibali chako, wema wako na fadhili zako zinawatunza na kuwabariki. Hawa Bwana wanaifanya kazi tu, kazi yao wanaifanya ni kazi ya mikono tu. Katika kazi hiyo Bwana, wanapitia hali ngumu na changamoto siku zote. Amani haipo kazini, hali imekuwa ngumu. Amani haiko katika kazi ya mikono yao. Siku zote wanapigana hapa na pale ili wapate kufanikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unaneemisha maisha yao, unaneemisha kazi ya mikono yao katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea hawa ambao wanafanya kazi za nyumba, wametoka mbali, wametoka vijijini kwenda mijini kufanya kazi, wamepanda ndege kwenda kufanya kazi katika mataifa ya nje, kazi za nyumbani. Hali hii wanaipitia si nzuri siku zote, hali ngumu siku zote, wanaona ni kama madharau yamezidi, hali ni ngumu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunawaombea popote walipo, ya kwamba unawapa neema ya kazi wanapoifanya kazi, popote walipo unawapa neema ya kazi popote wanapoketi. Jina lako linainuliwa. Leo hii tunatangaza katika siku hii nzuri ya maabudio ya kwamba Bwana unaenda kutenda makubwa juu ya maisha ya utumishi wako, unaenda kuwatawala, unaenda kuwapa kibali katika maisha yao ya kila siku na kazi za mikono yao, kazi wanazozifanya, usafi katika maofisi, usafi katika hospitali, usafi katika sehemu zile za magari, usafi katika sehemu za maduka makubwa, hospitali zote wanafanya usafi kule. Bwana, walinde na kuwatunza katika safari hii ya usafi. Jina lako liinuliwe na siku zote wabariki na kuonekania, maana wewe ni Mungu. Tunakutukuza kwa ajili ya Radio Fortune Africa, na tunasema Bwana, ibariki redio hii, pe kibali redio hii, fikishe mbali. Bwana, fanya redio hii kuwafikia wengi kwa utukufu wa jina lako. Panua mipaka yetu, vipindi vyetu vyote Bwana viboreshe, wafanye wengi wakatusikize, na jina lako litainuliwa. Asante kwa siku hii, tunatangaza hiyo ya baraka, na tena siku ya kuinuliwa, tena siku ya baraka. Jina lako liinuliwe, maana wewe ni Mungu wetu, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana kulinde popote ulipo. Kuwa na imani, inawezekana. Kuwa na imani utapona, kuwa na imani utafanikiwa, kuwa na imani vitu vyako vitainuliwa, na jina lake Baba liinuliwe na litukuke milele. Asante, na ninapoondoka nasema hivi: simama na kituo hiki kwa ajili ya kununua mtambo wa nguvu transmitter itakayetusaidia kupeperusha matangazo na kuyatupa kwa umbali na kwa njia nzuri tena ya kupendeza. Basi tuma ukitumia nambari hii ambaye ni till number 4561468, ambaye ni till number 4561468. Tumia mitandao yote na tuma fedha, na itakuwa ni baraka sana. Umekuwa nami katika kipindi kizuri kabisa,
Kisima cha Matumaini. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa majira yale ya saa 11 mpaka majira haya ya saa 12 asubuhi, na tumeona Bwana akitenda makubwa, akitubariki na akituonekania. Na uzidi kuendelea kufuatilia vipindi vyetu, usiondoke, endelea kuvifuatilia vipindi vyetu vya mchana, na Mungu wa amani atakubariki sana. Nasema asanteni popote mlipo, tupatane tena kesho majira kama haya asubuhi mapema, tunapoipeperusha bendera kubwa, bendera ya Kisima cha Matumaini ndani ya Radio Fortune Africa, redio inayekuwa kwa kasi sana duniani, redio inayekuwa kwa kasi sana duniani, na ndani ya ukuu wa Mungu tumebarikiwa sana. Asante na karibu. Matt Ndeva ndilo